Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. God is good All the time. all the time. God is good And that is, Is nature wow. I'm so great. Aber atoro missing. I want to thank the Lord so much Amacha we kiyo kucho missing. because of this opportunity Amune ngasare. He has granted to me, Kaguguna. because of His grace Amune mi danyune. and His favor Ang noton chame. and the love of God. Agchon ni tab That is Jehovah. why I'm here. Noton amune siami. And I want to thank the Lord so much Aga amacha we kiyo kucho missing. because you are welcome. Amunga otacha. Nana mwale nye Jehovah. Acha nise Mungu yu mwema. Jeraga missing. Nimemisika sana. Bye tunaboko. Nimefurahi sana. Napa. Nimeinuliwa. Kwa sababu ya kuabudu Mungu. Amun ego lo sune tab Kwa Jehovah. sababu ya imiso lake Mungu. Amun tujeni wa uchumi wa chere Jehovah. Tusifu Mungu kwa nyimbo Kilo si Jehovah entiendo. na tuabudu Mungu. Ang ilo si nene. Na nimeona kweli Ako agere naman. mumebarikiwa. Mungu. Kiki ganap tayo missing. Thank you, servant of God. Kung ko'y tab Jehovah. Thank you, the leaders of the church, Kung ko'y ingon lugar kanisa. the members, At notogoyanik. and all the servants of God who are here, Ako ba'y tinutulog sa miyo. and all those who love the Lord. At tulog ichebe chichame Jehovah. I just want to greet you all in the name of the Lord. Acha magatag tulog nga na tab Jesus. Be blessed. Okay, meron ka. Sitachukua muda sana Mga iba kasartano missing. kwa sababu ya nafasi ama wakati, Amune kasartan na bas. lakini ninafurahi sana Dahil abayo ay missing. kwa mchungaji Yung gawin tiyo. Pastor Eric Pastor Rono. Rono. Yeah. Nakumbuka Eric, tulikuwa na yeye juzi. Okay. Alikuwa kwangu. Kabuatan ka mungkin Pastor Rono, God bless you so much. Gobernador Joe Boyta. Umesimama na kanisa. Kini toro. Hata ingawa kuna mawe na majaribu, Nana kumina kama yake mtu. ninaona umepasua Amira ni. Kiyo icho bore. na Mungu mwenyewe Joe Boyta te. anakulinda, Kuribu. anakuongoza. Awondo. Asante kwa wale umesimama na wao Mungu amungu eniche kingiro tono kwa kubagenga. maombi. Esae. Ndugu yangu Jepwan, Tuche nyuje point. ninashukuru Mungu kwa sababu yako. Nata kuminakte. We should move by the power of the word of God. Inakte engina te da Jehovah. And this is the intention. Amu magenyin. The intention of the Lord Magenda Jehovah. is to see us moving forward. Kugere kinotoi. And we need to complete or to accomplish the purpose of our calling. Amunya chiki tuasi notan magenda kursenyo. Katika jina la Yesu. Amen. Nimeokoka asubuhi ya leo. Asibuna tasbuta Brian. Yesu ni Bwana. Cheso taya. Nimebarikiwa Awagi berura. pamoja na familia zangu. Igi berura agonye. Tunasimama na neno la Mungu. Kito nuni angolota Jehovah. Nataka niwape salamu kutoka nyumbani kwangu, Macho kugoneo kienu wanyin. kutoka kwa mke wangu na watoto Kubujebyo senyi nagloguchi. na majirani, Agogwi. na kutoka kwa Reverend Maritim Ago reverend. na Pastor Langat Ag pastor langat. na wengi ambao tulinena kwa simu Acha asul chachange ngalali simoyi. na wakatuma salamu zao. Ago yo kinu. Wapokee kwa sababu Taje ngane taje. na ninasema Ago mwale. karibuni kwa neno la Mungu. Utama kini ngolota Jehovah. Tumefurahi na nyimbo, Kage bye bye kitu entienda. na nataka niulize, Aga machate wani. hiyo uzemi tulitoka kwa hiyo nyimbo, Ngolio anan nyigisida na kun entienda to. does it exist in your heart? Man ro taguno esabe mu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa we need to come to the point of the word of God. Ya chenge bwana to We takiri. are now coming to the point of the word of God. Ai bwana to limi ngolota Jehovah. And we need the power of the word of God Ago machina ta gimna teta ngolota Jehovah. to bless us. Kubirureji. Kimoche rai Tunataka leo kebe egimnatet nebo ng'oliotab Jehova. twende kwa uwezo wa neno la Mungu. Amu momi kit nemuchi keyai. Kwa sababu kuna jambo tunalo Ingo momiten ng'oliot anan kimnotetab ng'oliot en echek. tutakayefanya bila neno la Mungu. We need to demonstrate the love of God. Yache kibarta nato chamyetab And we Jehova. cannot demonstrate the word of God Magibaru ng'alyotab Jehova. without the love, Kumami nato without chamye. the power Kumami kimnatet of the word of God. nebunu ng'alyotab Jehova. Praise the Lord. Amen. Saka Mungu
atusaidie sana. Ama utaante Jehova misi. Ili tupate hiyo nguvu Sigenyo kimnato noto. ya kusimama Nata wabneboge tono. na kuabudu Age losu. na kusifu Mungu Age losu na Jehova. kupenda Mungu. Age cham Jehova misi. And God Ago Jehova. is going to bless us. Kwa ndiko berure. Kuna neno Mungu alinipa nilikuwa niketi hapo. Kagona Jehova kalio ngana tawato sienyo. Nataka kila mmoja fungua katika kitabu cha Waamuzi. Amage ngai noto kitabu ta noto kiwogi. Kuna mtu mmoja tunataka tutasame anaitwa Gideoni. Amache kege chitage ngene ugure Gideon. Katika kitabu cha Waamuzi 7 Enki wogi tisa. tutajifunza mambo kadhaa. Kine tige tukuk chechang. Na nataka Mungu atusaidie sana. Ama utarite Jehova misi. Na atubariki katika jina la Ago Yesu. berure changane ta Jesu. Wacha nisome kwa kilugha Amacha kosomane lugai. alafu nitaeleza machache Sukona tuko wadurwe. katika Chatuti. jina la Yesu. Ngane ta Jesu. Tunasoma kuanzia haya ya kwanza. Kino kisomani ongete ngurgene tai. King'et anyun karon mising Cherubal inendet ko Gideon koboto biik tugul chekimi ak inendet akotech ole nekiten kondab beek nebo Harod akimi nganasetab Midian murot nebo katam nebo bichoto ole nekiten tulwetab Mo en atebwek. Verse 2 akilenji Jehova Gideon, chang biik chemi koboten nemamuchi ande Midianik eunekwak simamenjon Israel kole kasorwon eunyu. Ui anyun ngunon imwaite kokas biik akilenji age tugul nenyokor akobotoni ingowek ko eng tulwetab Gilead akiwek biik 22,000 aking'et 10,000 akilenji Jehova Gideon, takochang biik imutun kobwa ole mi beek siatyemun ichek en yoto. Asi age tugul neamwaun alenjinin obendi ak ni obe ak noto. Ak age tugul neamwaun alenjinin mobendi ak ni komowendi noto. Komut anyun biik kobwa yemi beek akilenji Jehova Gideon, age tugul nelobe beek en ng'elyeptanyin kou yelobe seset itaba noto. Kou noton akine age tugul nebutunyi sikoe beek. Amoitetab ichek chekiloben beek eunekwak kobwa kutit ko ki 300. Akikutungso biik chun koe beek akilenji Jehova Gideon, asorwo en bichoto 300 chekala beek akande Midianik eunekuk ako ingoba biik tugul ingwo chi tugul olenyin. Praise the Lord. Amen. Nataka tuombe. Amache kesa. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, Baba tunakushukuru na tunakuhimidi na tunakuenzi kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Hakuna Mungu mwingine kando yako. Wewe ni Mungu unayetawala na unayeishi. Baba ni asante kwa sababu ya asubuhi njema. Umetubariki kwa nyimbo za sifa. Umetubariki Baba kwa nyimbo za kukutukuza. Baba, jina lako lihimidiwe na upewe sifa. Ninakushukuru na ninaiwa jina lako. Asante kwa hii kanisa Bwana. Nimeona Mungu umetenda mambo mazuri. Na jina lako liinuliwe na upewe sifa. Baba, tazama ibada hii ya leo. Umeanza pamoja nasi. Asante Mungu kwa uwepo wako. Asante Mungu kwa upendo. Asante Mungu kwa mapenzi yako. Jina lako litukuzwe na upewe sifa. Asante hata kwa neno lako. Jehova, ninaomba unipe usemi. Baba, ninaomba uondoe mawazo yangu. Tazama wachungaji mahali hapa. Tazama waumini mahali hapa. Wamejitolea Mungu kukuabudu. Baba, ninaomba baraka na neema. Ninaomba Roho Mtakatifu itawale. Ninaomba Mungu nguvu za Roho Mtakatifu ikatunenee kwa jina la Yesu. Achilia baraka na neema. Baba, umesema tuangushe kila roho. En kitabu taburindo enge wanta manyoba Mungu. Gai mwaba banesobe ilu ile ilunga bwatu. Agi agetune yetuge. Oi
indona yengu. Kainetab Kai Jesus. mwile ke chorunga pagelunga. Kainetab Jesus. Botono so lunga bwa. Jesus' name. Nangolole ke tui batore. Nemitan weja In the bagirinda. mighty name of Na Jesus. etagane. In Jesus' Choba tono na giya inemye. Pagur goro tiga apche. And the spirit of Elimas. And the spirit of confusion. And the spirit of envy. Jesus. And the spirit of unbelief. And the spirit of unforgiveness. Mighty name of I Jesus. arrest it now, oh my In Jesus' God. name. I destroy every art. In Jesus' I name. destroy every network. In Jesus' Every name. strategy of the devil. In Jesus' I come name. against it now. Rest it. I call upon the blood of Jesus. Blood of I Jesus. silence every voice. Jesus' I name. silence every spoken word. Jesus' name. Against this man. In Jesus' name. May you, Lord, take control. Reign, God. May you, Lord, stand with us. Oh. Baba, ninakushukuru. Kainetab Jesus. Nena na watu yako. Tazama wale ambao wamekonjeka. Oh, yes, Lord. Tazama hata wale ambao wamesononeka. Cover them, Lord. Ni nguvu za neno lako litawapungia. Tazama imani ya wapendwa. Baba, leo utainua imani yao. Oh, yes, Lord. Tazama watoto wamekuja mahali hapa. Kainetab Jesus. Wabariki na wainue. Bariki. Wasingire na damu yako. Bwana. Hapa tunatangaza neema. Katika jina la Yesu. Tunatangaza ushindi kwa jina la Yesu. Every spirit of libel, In Jesus' name. every spirit of devil Arrest worship, every strong man. I send fire. In Jesus' name. By fire now. Jesus' name. We consume every net. Jesus' name. We consume every net. Jesus' name. In the mighty name of In the Jesus. mighty name of Jesus. Inaangusha kila nguzo. Jesus' Kila name. nguzo ya shetani. Jesus' name. Na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tunakuamini. Amen. Praise the Lord. Amen. Tumesoma katika kitabu cha Waamuzi Kagesoma en kitabutab kirwogik. na tumesikia vile Mungu amenena na Gideon. Akakekas ele ng'ololchino Jehova Na siku Gideon. ya leo ile kichwa cha maneno ninaongea juu yake. Ako kit nong'ololen anan metitab ng'olyot nong'ololen. God's bring deliverance. Ibu Jehova katiang'natet. Ni Mungu analeta ukombozi. Ibu Jehova noton katiang'natet. Na ninataka asubuhi ya leo Mi amoche asubuhitab raini. utazame vile Mungu alinena na Gideon. Iker ele king'ololchino Jehova chekikuren Kwa Gideon. sababu wana wa Israeli Amun Israel walikuwa wametenda dhambi ko kiakwai tekekto. na Mungu akakadhabika. Ako kinene Jehova mising. Akawatumia wa Midian Akoyokyi noton Midian ili waweze kupigana na wao. sikobirgei ak ichek. Lakini Mungu mwenyewe Lakini Jehova inendet akatazama kuna mwanaume anaitwa Gideon. koker kole mi murenan nekekuren Gideon. Gideoni akatembelewa na malaika za Mungu. Kowendi chi noton Gideon ng'alayatab Jehova. Akamwambia, ewe Gideon, Akolechi inye Gideon, wewe shujaa, inye nyikanet, ondoka, mandet, toa wana wa Israeli. mande noton Israelik. Lakini Gideoni alikuwa anajitazama Lakini kikerekei Gideon kama ni mtu ovyo. kou chito nabuch. Alikuwa anasema Mungu, kama hii Mungu wako, kwa nini tunateseka? Kole Jehova ara ngotko imuchi Mungu amune sikeseretosi. Na wazazi wetu walikuwa anasema mambo mazito na mazuri kuhusu huyu Mungu. Ako ki sigik chok kimotun cheyach anan chenyikisen akobo Jehova ine. Alikuwa anasema mambo mazuri kuhusu huyu Mungu. Kimotun chemyach akobo Jehova sigikyok. Lakini haya yote hapo hapo. Lakini amune tuguchu tugul ni kalya? Kwa nini hatuoni usaidizi wake Mungu? Amune simakere toretetab Jehova? Na kama ni hivyo, Lakini amunoton mimi hata kwetu akot ane en konyon sisi ni maskini. kiseretos anan kimononik Mimi hata sina nguvu. akot ane motinye kimnot. Lakini Mungu akamwambia, Komwochi Jehova enda na hiyo nguvu yako. ni en kimnotonong'ung. Na hata siku ya leo nataka niseme, Akot akinye asubuhitab rani amoche olenchi ni wapi unajitazama ukiwa duni? ano ele ikere ile imi ng'wony. Hata kama saa hii ukiwa nyumbani unajiona umedharaulika. Akot inimii gaa ikere kikesasin. I want to encourage you. Amoche acherin. The word of God says God's bring deliverance. Mwae ng'olyotab Jehova ibu Jehova katiang'natet. Lakini kuna mambo kadhaa Mungu akasema kuhusu Gideon. Lakini mi tugun tuten chekimwa Jehova akobo Gideon. Wakati Gideoni alikuwa anajiandaa kwenda kwa vita, Yeingotewokse Gideon kwo luget, alikuwa anaandaa askari yake. kichome noton ribikab luget. Alikuwa anaandaa askari yake wa vita. Kiyoe noton ribikyik chebuoe luget. Kichomchin askari luget. Alikuwa akiandaa askari wake kwa vita. Lakini kwenye Jehova akolechi, Mungu akaja akamwambia, chang biik chemi koboto. hao watu mlio nayo ni wengi. Nemomuchi onde eunek kwok onde borioni eunekab Midianik
Ndio maana siwezi nikawatia hii mkono yenu au wa Midiani. Asema men Israeli wale kasarwa eunyo. Ndiposa Israeli wasijivune kwamba mkono yao imetuokoa. Lakini akamwambia, kule chini tazama watu ni wengi. Kipi cha pichu. Ni Mungu kusudi lake. Ne tokile ta Jehova hii neno ya. Ngalo nini? Nataka niseme ambacho mwana. Wakati Mungu anatutazama. Yongere Jehova. Mungu anatutazama, anatazama moyo. Yongere Jehova ogere mula la. Na anatazama nafsi yako. Ogere sababu na Mungu. Na anatazama mawazo yako. Ogere na tababa tu. Lakini akaona ya kwamba ogere you are not in a position. You are not in a position. Maybe or you are not in the line of miracle. Maybe in the limit another. Yes. Hallelujah. Amen. Igeri Jehova uleje memki ibelishi. Mungu akaambia uwezi ukashinda. Pamoja ngini eninyi. Sababu watu ni wengi mlio pamoja. Kama joy nore lengwa nguni. Mimi nataka nilete kwa ufupi hivi. Ngomwa mlio kule chambi kimi bobote. Neno linaposema mlio pamoja ni wengi. Ni mwagi muchi ibelishi. Ndiposa hatutaweza tukashinda. Tunaweza kuwa tunaombea jamii. Mungu sio chini ga. Lakini hakuna breakthrough. Lakini mami mandaye. Kwa sababu kuna mzigo. Amumi nota nyigisinda. Kuna historia. Mimi nota niliyebatai ngolio nilibatai. Kuna historia ya mambo ya zamani. Mimi ngale chigi watu chigi testa batai. Chigi Mungu anatazama. Chigi Jehova. Na leo ninataka nikuulize. Amacha dewe na lei. Ni wakina nani ndani ya moyo wako? No ensoma na anamule na Mungu anasema hao watu ni wengi. Chemwa wale chai bicho. Bwana asifiwe. Amen. Nilikuwa nashangaa nikisoma Mungu angeongezea kitu na askari anasema ni wewe. Gatashinjo kwa bosi jo wabio lene cha. Ni kupitia kwa hekima lake Mungu. Lakini wabungana tenda Jehova. Alikuwa naona watu hawezi. Agere wale mamuja bichu. Kwa sababu hii safari, amuta bari ni kuna vitina. Kocha mimi tena. Kuna kukasirika. Mimi nereuti. Kuna hasira. Mimi nata na nerengate. Kuna chuki. Mimi nata na saseta fe. Kuna wifu. Mimi nata nya. Kuna tamaa. Mimi nata mageta. Ndani ya mioze. Nori tamsawa na nyo. Ndio posa Mungu akasema hao watu ni wewe. Pole choo cha bichu. Na tena kuna njia moja Mungu akasema. Agomea ingaleo takengene majoba wale. Wale ambao enda mwambie watu. Wale bimwaibi. Wasikie kwa masikio yao. Kogase ni tichwa. Wale ambao wanaokopa. Wale chata chenjugore. Na wanatetemeka. Ago nata bota dos. Waende wapi? Wale gowe. Warudi nyumbani. Goega. Umaneni bure. Wao ndio katika mlima. Nana tebe tu ijani yale. Atachia roho. Wacha nisema ni wangapi wako na hiyo hofu. Atago ndio bado wenye tago teko. Hema hayo. Hata unapoishi kwenda kuita unasema tunaweza kufanya nini? Kuna wengine basa wanaweza ambia kuja utuongoze kwa ibada. Mimi au ndo lechi kwa jono ndo yeye nduye. Na mchungaji amemuita kwa chini. Au kwa nguvu kwa chote ngaine. Na watu wanasema ane na anasema mimi yeye kwa komwe. Akasema naenda kusema nini? Na kuna vitu nyingi tunaogofya kwa hiyo maisha. Kuna changu chegiwe esabon. Mtu anaweza okopa ya kwamba atarokwa. Mungu yochida ulao Mungu yabanani. Na mpaka ukaishi katika environment ya kuogofya. Hili sababu ele miarogene. Hata kwa manyumba wa mama sasa unaweka chevi na unaweka kitu. Ako tenga era ngeti da chevi kurge agete shugo ngejere. Praise the name of the Lord. Amen. Na hata sisi wazee tumekuwa na uoga. Ateche poishe gigi nyoru na tanyor na te. Namwambia watoto umetazama umefunga milango mzuri. Ele ni lagwela ya kurge kumye. And I want to thank the Lord so much. Ako machawe kiungo chowa misi. Mungu alikuwa naona watu wakiokoba kwa hiyo vita. Yago ge chowa bigo tenyore elugoni. Na akamwambia wale ambao wanaokoba. Ako lechichaga cheiwe ishe. Ako buta ndosko weka. Na wanao tatamaa warudi nyumbani. Kiwe piga tau. Watu wangapi walirudi? 22,000. 22,000. Out of 32,000. Au big sasa elibushe. Kabarne endai ta Jehova
Imeonyesha nini mbele za Mungu? Koyonik chekitindo moto wa vita. Waumini wale chekitindo matab luge. Lakini Mungu mwenyewe akatazama kuna watu wanaokofia. Koger Jehova inaweza chambi chenyongore. Na asubuhi ya leo nataka nene kuhusu tufia. Agasi amajanga la lerai ninoto nyongor na te. Nataka tulete hiyo neno fia. Amachege ibu nato ngaliano nyongor na te. Tuiteremshe F-E-A-R. Agasi leleta ilicho F-E-A-R. F inamaanisha false. F na komo yole maiman. E inamaanisha evidence. E komo yole man A ama A inamaanisha appearing. Komo yole pitunet. Appearing real. R ni real. R ko kine togu. Fear. Nyongor na te. F means false. F na komo yole maiman. Evidence. Kine kabarne. Appearing real. Tuguk chemamaiman, yani tuguk chekikere chekioni kele bakimba. Vitu ambavyo watuamini kwamba ni kweli. Unaona sasa hii changamoto ya corona imetutatiza sana. Igere man kibu corona ni gogo endengya. It is an invisible thing that we cannot see with physical eyes. Kine mato ni magere ngoje kyote kitinye. It is in the atmosphere. Mite natan soe. But we fear. Lakini kijui. That is false evidence appearing real. That is fear. Kine mawaima ne matogu. Amen. Amen. Na kuna vitu nyumbani hata unafikiria Ako mi tuwa chemi ache yue kabisa which are false na unafikiria ni kweli. tuche mawaima na gilene ne man. Nataka Mungu atusaidie sana. Amo utawate cho amishe. Ili tutakapoabudu Mungu, Shegi la su Jehova. tunaabudu Mungu Kila su Jehova. na ujasiri. Anyigana te. How are we going to overcome the spirit of fear? Gimuchi ge giyu. How Getamte are we kana going to notan lugeta overcome the notan. spirit of fear? Kitamte tanon. Famil migeta notan nyogor yet. Can we open the book of 1 John chapter 4? Amache giyu ganga notan buku tapchana kurga tangwan. Because God said those who are trembling and fearing may turn back. Kole chega cheyue she agubo tandos kowe. Nataka tusome kuanzia 16 to 18. Amache kesoma ngeten tamanalo awe tamanasi. And somebody read for us live. Wacha nisome alafu muifuatilie. Nasoma nshosu. En John anatai gurgeta angwan tamanag lawale. Agigiyan chamnyet netingene Jehova. Jehova ko chamnyet inendet nemenye chamnyet komenye Jehova. Ako menye Jehova inendet. Tamanag tisap. Kale kikeya chamnyet koek nekisunotgei en echek sikobit kesich nyikanatet en betutab kirwoget. Amun kou oleu inendet kou noton ak echek en ng'wonyuni. Mami kayweisiet en chomyet. Ako one chomyet nekisunotgei kayweisiet amun tinye kayweisiet kerkong'et. Ak inendet neiweishe komakiyoe koik nekisunotgei en chomyet. Praise the Lord. Amen. That is the word of God. Na ng'olyondab Jehova. 16 kama ule akingen akikiyan Akasema tunalifahamu pendo na tumejua chomyet nekitinye Jehova. pendo tulilo katika Mungu. Kama chamwa kouni kale yae chomyet nekisunotgei Akasema pendo lililokamilika hufanya koistogei nyogori. hofu kutoka. And what is the perfect love of God? Chomyet ne tata na Jehova jan anakuwa ido. What is the perfect love of God? Ai no chomyet ne tata na Jehova. I'm asking the church, ni upendo gani ambao imetimizika ndani ya Mungu? Ate kanisa dali chomyet ne sunda na Jehova. It is the power of knowing God. Gogi mnatet apkena Jehova. It is knowing who God is. Chomyet kena Jehova gelengo. That God is my salvation. Kena gele Jehova kunata That God is my path. Kena gele Jehova gogi That mnatet. God is my life.
Kwa Jehova ni nyango lapke yenyo. Bwana asifiwe. Amen. If you know God, that is life. Yeye Jehova wana to lapke And if yenyo. you love the Lord, Aini cham Jehova. and if you love the Lord, Ini cham Jehova. God is going Kwa ni Jehova ito. to give you life. Kwa ni lapke yenyo. And the light of God is knowledge. Ako ni lapke yenyo tapke na Jehova genai. And the knowledge of God is to fear the Lord. Ako ngam na te kwa hiyo Jehova. Bwana asifiwe. Amen. Mwacho kitamana sisi tamana kitesa. Wacha narudi katika mstari wa 17. Kale kigeacho myet koek nekisunot ke en echek sikobit kesich nyikanatet en betutab kirwoget. Bwana asifiwe. Amen. Kigeacho myet en echek koek nekisunot ke. Pendo kwetu limefanyika kukamilishwa Asikobit kimuch ketonon en betut nebo kirwoget. ili tuweze tukaa katika siku ya hukumu. Ukiwa na upendo kamili, Itie chamye nebo imani. hautakuwa na kuogofya tena, Koma itie noto narogene. kwa sababu unajua Mungu, Amuni inge Jehova. kwa sababu unapenda Mungu, Amuni chame Jehova. kwa sababu umejitolea kwake kazi ya Mungu, Amugiri Mungu emba shenyi. na Mungu atakuinua, Awe ni Jehova na wanamte. Mungu atakupigania. Awe ni Jehova kwa uluwe. Utaishi tena ukiwa na woga. Maisha benata ni dienye Bwana asifiwe. Amen. Na Mungu mwenyewe akamwambia Gideoni, Koma Jehova inene ndolegi dio. hao watu ni wengi, Kole ishambi chu. ninataka Amachi. uwaambie, Amachi imwage. nataka uwaambie Amachi imwachi. yule ambayo anatetemeka, Inenda ne iyo ishe. anaokovya, Inenda na botan. arudi nyumbani. Koweka. Bwana asifiwe. Amen. Nataka siku ya leo, Amachi beta Brian. dada yangu mpendwa mzee, Tuche nyun toyon anagut chepkama je, ni tu. sehemu gani ya maisha yako Kama style non esabengu. umeishi na ukitishwa? Negiri sab notan getjemi. Ukitishwa, Ki notan kimui. Yes. nataka tuangalie historia yetu. Amachi kiger notan agot kibir bicha ipata iligi bunu enka. Historia yako Enkongwon. inaleta vitisho. Historia yako wewe, but your background, Elebunu. your background, Elebunu. vile ulizaliwa, Elegi site. vile ulikuwa Elegi yetunde. mpaka ukafika saa hii. Awe imi elegine Je, te kuna kuna. vikwazo gani ama kuna nini ulinena ama ulifanya? Ne temutu anatu cheimu chegirie. Lazima tuitazame hizo vitu. Yachi keger tugu choton. Je, unaishi ukiwa na furaha? Isabe itinye boiboiyet. Na kama hauna furaha, tazama your history. Awageti kotumenye boiboiyet iker batai Historia yetu inanena mbele ya Mungu. Elebunu ak elabunu kotindo ng'olyo. Na kama kuna kitu ambayo ulitenda Akot komi kiy nekiyai. na ichakatwa, Ako tomo ketil. this is the time you need to confess. Ni ko kasarta nekayam keng'at. This is the time I need to confess before the Lord. Ni ko kasarta nekayam amwoi Jehova. Kwa sababu hizo vitu ndio itatuzuia tusipigane vita. Amun tugu choto chetere komabit luge. Hizo vitu inatuzuia tusipate nguvu ya neno lako. Tugu choto cheyae komatkenyor kimnatetab ng'olyotab Jehova. Amache keker kora akoteni nguni. Mimi nataka tusame katika sasa. Yamache kumwetkee chito. Mtu anapotaka kuoga, Anastahili atoe nguo, yaje uone mng'orai, alafu aanze kufanya nini? tuone mbolea. Na anakuza maji akisikia ai maji nini? Ako anapotimbe. Usitaka baba ulisi wakazangu. Na ndiposa hata tunapohubiri, Acha inata na mimi sio mjamdai. wengine anapima neno la Mungu ineno. Kwa mimi mani acha wale waliani Huyu ni. pastor wetu amemwambia ahubiri juu yake. Kule au mwana Nataka niseme upande utoe nguo, wale jina wale. alafu ukuza neno la Mungu ishi ndani yako. Kwa tamata inatenda mwale. Utoe. Imang. Awala kwe lazima gerwa ingete. Hata mtoto lazima ukimbie kwa kete. Sigemwe. Ipo sabuni ubangonye ngolio. Peng na tayo liane. Lakini mimi ngome ngo jina kwe konda sister. Jita ngo pochi la kwe emma. Mwingine anaboesha maji katika Wala moto. kwe ngemo wote kwa mwana aliengerai. Lakini ndio mwana kwe tapike wewe. Na ni kama neno la Mungu jamani. The word of God is powerful. Waliota choba Na kuingia ndani ya moyo wako. Na kuingia ndani ya moyo wako. Wakati yechutoritab sabondawi.
Inakuwa ngumu wewe kubali kwanza. It is very hard for you to Kwa believe sababu ya historia. because of the history. Kwa sababu ya historia ambayo iko ndani yako. Because of the history that is Wengine in wewe ulisema hata mimi sitaokoka. Maybe you say, I am not going to be Na born umesahau again. uko kanisa. And you are in the church. Lakini Mungu akitaka kukubariki, And when God wants to bless you, kuna ile neno ulisema sitaokoka. there is that word that you confess. Leo nataka umwambie Mungu, Baba nimekubali. Today I want you to tell God I'm accepted. Nibadilishe kwa ile usemi yangu. Change me from what I Ili say neno lako liishi ndani so yangu. that your word will live inside me. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Can you see, utasame ndani ya moyo wako. Look at inside your heart. Mungu leo. Look at your heart. Akigeri story leo. And look at your history. Wengine hapa wanasumbuka kwa ndoa. Others are being disturbed in their marriages. Unaenda kwa nyumba yako unakaa kidogo mzee uko ndani ya moyo wako kuna kitu inanena ulisema utaona. Because you once confessed that I'm not going to get married. Kuna wengi hapa. Many here Umesema hata fulani akinioa. are saying even if somebody will marry me, I'm not sure whether I'm going to live in that house. Today you are there, the next day you are at home. You are here in the church and you are praising the Lord. And the word of the Lord has refused to stay inside you. Because there is something that you once confessed. Today I want you to look at your heart. So that God will lift you and use you. So that you will have peace and live in your heart. Tell God that I've despised my family. I've despised my marriage. And I'm passing through challenges. But through your word, I'm receiving you. Deliver me in the name of Jesus. I want God to bless you. When you are a young man there, young people are ready to go ahead in the word of the Lord. All of a sudden wanasimika kama taa ile ya chelana ya mimi. Alafu kabla bin fu wanasimika kama ile taa. Ni kwa sababu ya environmental problems. Because mazingira na nywa. Saliwa katika familia. I want to encourage young people. There are those children who are born katika mazingira ya ulevi. In environment of drunkenness. Katika mazingira ya familia kuoa wakwe wa mtu. In polygamous marriages of families. Naona vijana wakitaka kuimba hapa kwanza anatazama wasichana. Before a young man sings in front, he looks at the next day he looks at a new one and says, where does this come from? And then the next day, anamwita come there. The spirit of polygamy. That is a polygamous spirit. Being born in that particular environment of desiring. Unadesire kwa macho. Ichame you unapenda kupitia kwa macho. It is not because of you. Because you are born again here. But your history speaks something else against what God wants to do in your life. I want you to look at your past so that we can fight in this battle and win. When I received Christ Jesus, I passed through a number of challenges. A number of challenges. And I began to discover. I read the word. I began to pray. And I was taught in my biblical college, Bana, if you want God to reign in your family, you go through the family tree. Pass through tazama familia yenu, historia ya familia yenu. Nikarudi nikakaa mwezi mbili. I went back and sat for 2 months. Nikauliza kuanzia kwa watieni. And I asked beginning from our grandparents. Huyu mama wetu alitokaje? Where did our mom came from? Mpaka hapa. All the way to here. Alipitia wapi? Where did she came from? Wakati ya ujana wake. At a younger age. Alifanya nini hapa katikati? What was she engaged in here?
Sitaki niingie hapo sana, lakini nilikuwa nataka nikulete. Angalia jamii, ukitaka Mungu akubariki. If you want God to bless you, look at your Ukitaka family. kutumikia Mungu. If you want to serve God, Na unasikia kuna mwito. and there is a calling, Can you look for the family tree? tazama historia ya familia Na yako ukuje kwa historia yako wewe mwenyewe. and your personal history. Ni nini umenena juu ya maisha yako? What have you said concerning your life? Ambia Mungu leo akupe ufunuo. Tell God to give you a revelation today. Wakati nilisoma nikapata mambo manne. When I studied, I discovered there were 4 things. Na hiyo inazunguka kwa familia yako. And they are circling in our Ya family. kwanza ile inajulikana, familia yangu nilizaliwa nikiona pombe inatengenezwa. The first, I was born in a family where alcohol was Tukakuja tena kwa familia ya polygamist. The second one, nilisaliwa kwa jamii ambayo Pamori yangu alikuwa na wakwe 5. my great grandfather had 5 wives. Wacha niulize jamani, hata nyinyi mnaangalia ni ukiwa unataka kusimama kuibia Mungu hapa kweli unaweza iba, lakini kufika jioni uko mahali hiki. What do you see? You sing here, but later on in the evening, you are somewhere else. Tunaweza hata enda, tunaweza kuwa tunafuatiliwa na roho ya usherati. Maybe there is a spirit that follows us. The spirit of sexual immorality. A sexual immorality, a spirit related to sexual immorality. Ndio inatuongoza, unaweza iba kweli unasifu Mungu. You are praising the Lord, you dance to God. And later on, things begin to change. Unajipeleka lakini sio wewe. You take yourself there by It is because of the history. kwa sababu ya historia. Hebu tazama. Look at it properly. Mungu akasema hao watu ni wengi. God is saying these people are very many. Na ninajua hata mchungaji akisimama hapa anaweza sikia uzito wa kanisa. When the servant stands here, you feel Kwa that way sababu of the saa church. zingine tunapigana vita nyumbani. Because at times we fight in our families. Saa zingine tuko na chuki. There is that chuki. Lakini kwako unasema Mungu nibariki. But inside you are telling God, can you bless me? Na ninataka Mungu siku ya leo hata umwambie tazama ndani yangu Baba. I want you to tell God that look, Nataka nikutumikie. I want to serve you. Nataka nijitolee kwa kazi yako. I want to give myself to your work. Look at your history. Look at tazama historia yako. Hata wakati huu na sisi kupambana na familia yetu. Even at this particular time we are fighting Na in our ninaona family. Mungu anaanza kutenda mazuri. And God will begin Hata something mandugu new. zangu walikuwa hawajaona utukufu wake Mungu. My brothers had not seen the glory of God. Lakini tulitembea na wao wakaona vile mimi naombea watu. And when we began to work together, they Wakaanza saw. kuitikia maombi yangu. And they responded to our Wakati prayer. ninafunja madhabahu. When I was destroying the whole time. Wakati ninafunja madhabahu ya shetani. When I was destroying the evil Hata na altar. wao wanasema gaine tati. Even them they were saying in the name of Jesus. Tumekubali Mungu leo iondoke. We are accepting the Lord today. The spirit of polygamist. Roho ya kuwa wake wengi. Leo tumeikataa. We are refusing. Na hata wewe ukatae. Even you are supposed to Ili refuse. upate kusimama na neno la Mungu. So that you can stand for the word of Tazama God. vile Mungu katika Biblia Mungu aliita Abraham. Abraham was called in the Bible Akamwambia toka katika watu yako. to move out of his ancestral people. Toka kwa baba yako. To move out of his patriarch Alafu family. nitakubariki. So that I will bless you. Kwa sababu tukisoma kwa familia ya Abrahamu. Because from the family of Abraham, Kulikuwepo na uchawi. there were witchcraft. Walikuwa na abudu jua. They were worshipping the God of Na the Mungu sun. akamwambia ukitaka nikubariki Abraham. And God told Abraham that if you want me to Can bless you you, come out from them? toka katikati yao. Alafu nitabariki jina lako. So that I will bless you. Alafu nitakufanya uneneve. So that I will expand your boundaries. Na nitabarikisha jina lako. And bless your Na name. wale wanakulaani nitawalaani. And those who are cursing you, I'll Na curse wale them. wanakudharau nitawadharau. And those who despise you, I'll And despise them. God has good promises for us. Ana Mungu akatoa ahadi ya ajabu So kwake. we must deal with our foundation. Inafaa tutazame msingi yetu na We must destroy our history. inafaa tupomoe historia yetu Ambayo mbaya, zinanena kinyume. which speak against us. Praise the Lord. Amen. Imika sasa There was a time nikibaraka kijana hata nikibiform tu. when I fought with my son who was in Form 2. Mi form tu. Pagere kijana hata nilikaona kwa wala. He was in Form 2 and he had begun to change.
Nikaona nini yake result yake. I began to look at his results. Na mimi naona sura yake vile imekaa. And his face was beginning to change. Alikuja siku moja akakuja kwangu asubuhi akaniambia. One day he came to me and told me, Dad, I have something to say. I told him, go ahead. Akaniambia sioni nitaendelea kwa shule. And he told me I may not continue schooling. Nikatazama I looked at him properly. Nikatazama nikamwambia umefikiria vizuri? And I asked him whether he had thought properly. Ananiambia And he told me yes. Nikamweleza nilikuwa napika pa asubuhi. And I asked him, I was ironing my clothes. Mwambia enda ufikirie alafu rudi. Can you go and think once again and then come? Kuna kitu ilinipujia. There is something that came to me. Remember your history. Tazama historia yako. Nikakumbuka form 2. Nikakumbuka I thought when I was in form 2. Wakati nilikuwa nasoma Kenegu. When I was in Kennegut High School. 1980. In the year 1980. Form 2. When I was in form 2. Nikamwambia mama siendelee. I told my mom that I'm not going to continue schooling. Kijana akarudi tena baada ya wiki moja akaniambia nimekumbuka hiyo. And that you know the son came and told me. Nikaita Mungu nikamwambia Mungu Baba. I told God, Father, nipe nielewe ni nini kinaendelea hapa. Enable me to know what is going on. Nipe mkutano Mungu nifanye mkutano yangu. Let me do a meeting with you. Nikaomba usiku huo. I began to pray that night. Sasa kijana alikuwa amekufa kabisa nikaomba. Nikikataza huyo siende kwa zile nini niambia. What has he decided so that he nikamwambia mama yake kuja. I told kumbe nyinyi wa mama vijana mnaongea na wao and you take time to tell your husband there is something here my dad. My husband. Children talk and they don't report to the husband. Waliongea zamani they talk ameniambia. And you know she began to say she had told me. Unajua at this good at times you understand your husband. Ni vema vizuri uelewe mume wako. Akikajua mume wangu kweli ako na nini? Anajua mimi wakati mwingine sipendi maneno yote. And she knew me properly that she cannot just say anything. Wote alikuwa anaendelea na maombi. At that particular time she was in prayers. Ili neno ikubalike ndani yangu. So that the word will be accepted when it comes to me. Na nikaita umefikiria unataka nini sasa? I told her that you have thought what is going to happen next. Kwa sababu ndani ya huyu kijana sioni ni yeye anafanya hivi. Because it was not him doing that. Ilikuwa ni dhamira yangu. It was that spirit of mine. Ni ile vitu nilitenda wakati it is because of my history. It is ilikuwa kwa sababu ya historia yake. Nikamwambia Mungu nimeokoka. And I told God that I'm repenting. Kumbe zile vitu nilikuwa nikifanya imefuata watoto yangu. What I did is following my children. Nikaanza kuikata. And I began to kabla hatujaendelea nikamwambia nataka nikuombe. And I told him I want to pray for you. Lakini wakati nilikuwa naangalia kijana wangu mimi najiona. When I was looking at him I was looking at myself. Nikamwambia Mungu anisikuombe. And I told him stand up I pray for you. Kama alisema hapa nikamwambia hilo yangu. I prayed and I told him this ambayo imeinuka na vitendo mabaya kwa huyo kijana katika sasa. That as risen in this young man pregnant. And I forgive him. Na nikamsamehe. Akasema baba ikikubalika. And he told me dad if it is acceptable. Nataka niende nifanye kazi ya mkono. I want to go and do functional work. Nataka nisomee mechanics. I want to go and study mechanics. Hapo nikapigia Dalmas kwa simu nikamwambia hapo Polytechnic Abzoi bwana unachukua watu wa grade gani? And I called brother Dalmas that you are taking people which grade? Akaniambia kuanzia form 4 na standard 8 robots. And he told me the standard 8 and the form 4 are accepted. Yule ametoka form 2. And the dropouts of form 2. Kama umeelewana nitakupea atakubali. If you have agreed, he is accepted. Lakini with condition. Na itikadi fulani kama sheria. Nafasi iko. There is a chance. Lete achukue form. Nikamwambia enda bring him to take the form. And he woke up very quickly. Akakuja na form nikachaza. And he came with a form, I filled it. Akaenda naye. And he went back. Jumatatu alikuwa anaanza kazi. On Monday he was already in school. Huyo kijana anafanya Eldoret. Right now he is working in Eldoret. Na yeye ananitumia airtime. And he sent me greatly. Makofi kwa Bwana. And it was because of my history.
ilikuwa kwa sababu ya historia Na yao. Mungu mwenyewe akamwambia Gideoni, And God told hao Gideon watu ni wengi. that these people are many. Na wakati 22,000 walipotoka, When the 22,000 moved out, Mungu akamwambia tena, naona bado ni wengi. God told him that these people are too many. Uwalete mtoni, Bring them to the river alafu ni wajaribu. so that I will taste them. Na Biblia ikasema And the Bible says, wale watatoa maji kwa mkono those who are going to lap the water wakiingiza kwa mdomo, using their arms, nitawaambia hawa waweke kando. I'll tell you to put them aside. Na wale ambao wamepiga magoti wakikunywa maji na mdomo yao, Those who will lead like dogs and take weke kando hao. put them aside. Naona kitu Mungu alitumia wakienda kwa maji ni kiu. God was using the power of touch to Na taste. hata sisi Mungu anatupatia kiu. Even as God is putting touch inside us, Anapea wewe ukae jangwani uvinwe nyumbani. He leaves you in the desert so that you are at rest. Mungu anakufinya na watoto. God praises you with the children. Mtoto anakuambia mama, kumbuka mimi sipangwi. The child tells you you cannot tell me this or that. Wangapi hapa wameambiwa na watoto? How many of you have been told that by their Na children? kuna wasichana hapa wengine hata wamesema mama, sikutuma barua unisaa. There are children who have told their parents that I didn't apply to be born. If you can let God remind you your story. Kama Mungu atakukumbusha historia yako, Anza sasa kufikiria ulifanya nini, usema nini wakati wa mzazi. began to think what you told your parents. Ndio unaona inakusukuma. That is why it is pushing Na you. msichana ametokezea. And the girl has come out. Na kuna mama tulifanya naye kuongea. There is a woman I was talking with him about that. Shida msichana wake alisaa akiwa standard 6. The girl, you know, get children when she was in class 6. Na mama anakasana na msichana. And you know that particular mom was struggling with it. Unaletea nani hii gunia? That this sack belongs to who? Mimi nalipa fees na unaniletea gunia. I am paying fees and you are bringing me things. Nikamuuliza mama, cool down. Unajua? And I told that man to listen. Unakumbuka historia yako. Na wewe ulisoma mara. Do you remember your issue? Ndio unapasa. Kama kaje ni class no? And she told me I left school when I was in class 6. Okay, nikisi tuenge. And I was pregnant at that time. Na mtoto anaonyesha dalili ya kutaka kufanya nini? Usipata mimi. And at that time the girl wanted to... And if you have the revelation from the word of God, Kama uko na ufunuo kupitia neno, God has warned you, please, can you repray? Can you change your attitude? Mungu anakuambia badilisha nia yako. Ili upate kubadilisha mawazo yako na wa mtoto. So that you will change your mind and that of your class. We need to walk by the power of the word of God Lazima tutembee na so nguvu ya that you Mungu. can change the environment. Ili tubadili hata na mazingira. Can you remember your history? Unakumbuka historia yako. Tumefanya nini na ambayo inatusuia sasa? What have we done which makes us to struggle? To fail in life. Tumefanya nini ambacho kinatufanya tunaomba hapa, lakini ukifika nyumbani una keep your guilty. Wangapi We pray. wamebarikiwa wakifika nyumbani? We pray, but while we are at home, Wangapi so kwa many wachungaji things. umehubiri hapa, umehubiri kufika nyumbani, Preach here. leo nimehubiri mbaya. And when you are at home, something tells you you didn't do what was good. Na hivi nimesema ilikuwa ya kweli. What I say was it good. Unaweza kutafuta mtu na mwambie ile kuhubiri yako ilikuwa. You can look for somebody and ask him. Kwa sababu you are guilty of yourself. Kwa sababu you are guilty. You are not sure. Hauna uhakika. And I want to thank God because of you. Na wakati walipopita mtoni, When they were at the river bank, wengine walikuwa kana kiu. others were very thirsty. Na wale walikuwa na chovya na mkono yao. And others were using their hands to lap water. Those are the people who can watch at the same time they are taking water. Hao ndio wale ambao wanaweza tazama wakinywa maji. Lakini wale wanaweka mdomo ndani ya maji. Ilali wale ambao wanapika makoti. There is nothing that they can see. Hakuna chochote ambacho wanaona. Hata kama hatari ikitokezea. Even if danger is coming now. Kitu cha kwanza uingie ndani ya maji. The first thing is for you to get inside. Lakini wale wengine walikuwa wameshika silaha. And the others who had weapons. Na nataka niseme nini? What do I want to say? Watu ya Mungu, People of God, shika silaha zako. have your weapons. At the same time, ukunywa maji ukiangalia. Take water as you Kwa sababu Mungu ametuambia katika neno lake. Because God is telling us, Please, cover that. take care. Jichunge. The devil is there. Shetani yupo.
Uwezi wacha silaha. You are not going to leave your weapon. Na unaanza sasa kutembea katika pori la wanyama. And you walk around a zoo. Hii ni wakati hatari wapendwa. This is a very difficult time, brethren. And I thank God because of you. Na ninashukuru Mungu kwa sababu yenu. This is the time we need to know about our history. Huu ni wakati wa kujua historia yetu. This is the time we need to know about our background. Wakati wetu wa kujua msingi wetu. Kuna neno la Mungu lidumu ndani yetu. So that the word of God will be acceptable inside us. Mama mbele ya umati. So that when you stand in front of people, nothing that you are going to fear. Hakuna chochote ambacho utahofia. Wewe umekamilika katika upendo wa Mungu. Because you are perfect in the love of God. Sitaki wewe ukue mtu ya tashwishi. I don't want you to be somebody who doubt. Kuna watu wamebarikiwa hapa. There are people who are blessed here. Kuna watu hata mikono yao wamebarikiwa, kazi zao imebarikiwa. Their work is blessed. Lakini mikono, but their hands ni mbaya. Are full of blood. Miguu zetu ni mbaya. Our legs are bad. Nataka Mungu atubariki tutembee na nguvu za neno lake. And today we want God to enable us to walk with the power of God. Nini tazama ni nini umekuza na hiyo mikono? What have you touched with your hands? Alafu tukitaka kuinua Mungu anasema so that when we raise God is like mikono zetu zinazuia uwepo wake Mungu. Our hands inazuia uwepo wa Mungu. Our hands prevent the power of God. Because wengine tumeua. Because we may have killed. Sisi wengine tumeiba. We may have stolen. Wengine wetu tumeshika ibu za roho. We may have used madawa za kienyeji. Wengine wetu tumeafya mimba. Others have aborted. Now let me tell you, kama umeafya mimba na unataka mtoto, it is time for you to be delivered. Wacha nikwambie, if you have performed an abortion and you want a child, you need to be delivered. Yule mama anaenda kuombea, mama anahitaji mtoto. Because whoever is praying for somebody who needs a child, it is not acceptable. Lazima ukombolewe. You must be delivered. Lazima miguu zetu sitakaswe. Our legs are supposed to be cleansed. Miguu zetu zimetupwa. So that when these legs carry us, nataka niulize, ni wapi miguu yetu imetuelekeza tufanye dhambi? Where has these legs taken us so that we commit sin? Ni nini